Hivi unamfahamu binti Malala Yousafzai? Binti aliyepigwa risasi akiwa na umri wa miaka 15 nchini Pakistani kwa sababu tu alikuwa anatetea haki ya kusoma kwa wasichana. Binti Malala Yousafzai alizaliwa Pakistani ambapo baba yake alikuwa ni mkurugenzi wa shule, lakini mama yake alikuwa ni mama nyumbani. Binti huyu aliweza kujitambua na kufahamu kuwa elimu kwa upande wa watoto wa kike ilikuwa ni msingi mkubwa na faida kubwa baadaye. Hivyo ikampa yeye nguvu ya ushawishi kuweza kuishawishi jamii na kuelimisha juu ya umuhimu wa mwanamke au msichana kuweza kupata elimu. Jambo hili lilikuwa linapingwa vikali na kikundi cha Pakistani ambacho kilikuwa kinaitwa Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP. Ushawishi uliokuwa unafanyika na binti Malala Yousafzai ikapelekea kikundi cha TTP kuanza kumtafuta rasmi binti Malala Yousafzai. Na ndipo siku moja binti Malala Yousafzai alipokuwa anarudi shule kwenye basi, gari lao lilisimamishwa. Wakaingia vijana wa kikundi cha TTP, Tehreek-e-Taliban Pakistan, na kumpiga risasi ya kichwa binti Malala Yousafzai. Wengi walijua binti huyu amefariki, lakini alikuwa amenusurika na kifo kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Ndipo familia yake ikaamua kumpeleka Uingereza kwa ajili ya kupata matibabu. Mungu mkubwa, akiwa bado na umri wa miaka 15 alipopigwa risasi, alifanikiwa kupona kwa matibabu hayo nchini Uingereza. Cha kustaajabisha ni kwamba binti Malala Yousafzai alipopona, wengi walijua kwamba atakuwa ameacha kuendelea na lile jambo ambalo mwanzo alilianzisha, lakini ndo kwanza kazi ilikuwa imeanza. Akazidi kuongeza nguvu katika kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa wasichana kupata elimu. Ndipo media mbalimbali zikaanza kuandika taarifa zake, nakala mbalimbali zikachapishwa. Hii ikapelekea nguvu ya binti Malala Yousafzai wakubwa, kwa maana akapata sapoti kubwa kutoka kwenye nchi mbalimbali, vyombo vya habari vikichapisha taarifa zake. Hivyo ikapelekea binti Malala Yousafzai alipofikisha umri wa miaka 17 mwaka 2014 kuzawadiwa tuzo ya Nobel Prize, tuzo ambayo wanapewa watu wachache duniani waliofanya mambo makubwa sana duniani. Na hiyo ikapelekea kuandikwa kwenye vitabu na rekodi ya kuwa ndiye binti mdogo kuweza kupata tuzo ya Nobel Prize. Tunajifunza nini kwa mwanadada Malala Yousafzai? Kwanza, hustles pay. Jitihada zozote unazozifanya ipo siku zitakulipa. Maybe sio leo, maybe sio kesho, maybe sio kesho kutwa, ila amini ipo siku jitihada unazozifanya zitakuja kukulipa. Lakini cha pili tunachojifunza, kuwa na msimamo katika maisha. Simamia ambacho unaona kina faida. Simamia ambacho unaona mbele kitakuletea positive impact. Je, na wewe umejifunza nini kupitia funzo au story hii fupi ya mwanadada Malala Yousafzai? Niandikie kwenye comment hapo. Umejifunza nini?